Na mtazamaji, bila shaka ni swala ambalo linafaa kuangaliwa kwa umakini mno. Na rais wa chama cha mawakili nchini Faith Odhiambo amejiuzulu kama naibu mwenyekiti wa jopo kazi la kushughulikia fidia ya waathiriwa ambao ni wa maandamano, wiki chache tu baada ya kuteuliwa na Rais William Ruto. Hatua hii imejiri kufuatia wito wa baadhi ya Wakenya wa kumtaka jiondoe kwenye wadhifa huo, na kama anavyoarifu Winfrey Owino, Odhiambo amesema kwamba huenda jopo kazi hilo likakosa kutimiza malengo kutokana na kusitishwa kwa shughuli zake za mahakama. Ni majuma manne tangu wa Kenya kuanza kushinikiza kujiuzulu kwa rais wa LSK Faith Odhiambo kutoka kwenye jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto la kushughulikia fidia ya waathiriwa wa maandamano nchini. Na hatimaye Jumatatu alasiri, Odhiambo ametangaza kujiondoa kama naibu mwenyekiti wa jopo hilo la watu 18. Ameshikilia kwamba hatua hiyo haitamzuilia kutafuta haki kwa waathiriwa wa maandamano. Kupitia mtandao ya kijamii, Odhiambo amesema nikinukuu, hivi sasa dhamira ya bodi yenye muda imezuiwa na mahakama zetu, na muda wa siku 120 uliopendekezwa kwa bodi hiyo unaweza kutamatika kabla ya swala hili kutatuliwa na kusuluhishwa, mwisho wa nukuu. Kuanzia mwaka jana, vijana wamekuwa wakifanya maandamano kupinga sera za serikali. Maandamano hayo yamesababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Watetezi wa haki za binadamu wamekuwa mstari wa mbele wakitaka waathiriwa kufidiwa. Agosti mwaka huu, Rais Ruto akabuni jopo kazi na akamteua wakili Makau Mutua kama mwenyekiti na Faith Odhiambo kama naibu wake. Mnamo Septemba 4, wanachama wa jopo hilo wakaapishwa. Kubuniwa kwa jopo hili kukasababisha tumbo joto na hisia mseto miongoni mwa Wakenya, wengi wakihofia ubadhirifu wa fedha za umma, wengine wakisema hatua hiyo haizingatii sheria. Siku 4 baada ya kula kiapo, Jaji Dennis Kizito Magare akatoa amri ya kusitisha utendakazi wa jopo hilo hadi kesi iliyowasilishwa na wakili Levi Munyeri iamuliwe. Kesi hiyo imetajwa leo na itasikilizwa Oktoba 21, huku Jaji Magare akitarajiwa kutoa uamuzi mnamo Novemba 11. Winfrey Owino, KTN. Majuma mawili yaliyopita, mahakama kuu hapa nchini